Katika mwendelezo wa mashambulizi makali katika mwelekeo wa kusini mwa Donetsk, jeshi la Urusi limefanikiwa kuikomboa kijiji cha Volnoypol, hatua muhimu ya kimkakati katika ukanda wa mapambano ya Donbas. Operesheni hii iliyoendeshwa na jeshi la watu watano kutoka kikundi cha Mashariki East Group of Forces imetajwa kwa mafanikio makubwa ya kijeshi katika harakati za Urusi kupenya zaidi ndani ya ngome za majeshi ya Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, wanajeshi wa Urusi walidhibiti kikamilifu eneo la ngome lililojengwa imara lenye urefu wa zaidi ya kilomita 1 kwa kina na karibu kilomita 2 kwa upana wa mstari wa mbele. Ngome hii ilikuwa ndio kizuizi cha mwisho kabla ya kufikia kijiji cha Shevchenko, hatua inayomaanisha kwamba njia ya kuingia Shevchenko sasa iko wazi au chini ya tishio kubwa la Urusi. Baada ya mapigano ya mashambulizi ya ardhini na pengine mashambulizi ya pamoja ya angani, wanajeshi wa Urusi waliweza kusafisha zaidi ya majengo 230 yaliyokuwa yakitumika na majeshi ya Ukraine kama maficho au maeneo ya kujihifadhi. Kiasi cha askari wa Ukraine waliokadiriwa kuwa hadi kikosi kimoja company unit walioangamizwa katika mapambano hayo. Katika ishara ya ushindi, bendera za Urusi zilipandishwa katika maeneo mbalimbali ya kijiji cha Volnoypol zikionyesha ukamilifu wa umiliki wa eneo hilo. Wanajeshi kutoka mashariki ya mbali, FIA Easterners, waliokuwa mstari wa mbele kwenye operesheni hii sasa wanadhibiti kikamilifu maeneo hayo na wanaendelea kuimarisha ngome na safu zao za ulinzi. Kukombolewa kwa Volnoypol ni zaidi ya ushindi wa kijeshi, ni pigo la kiakili kwa vikosi vya Ukraine, hasa ikizingatiwa kwamba ilikuwa mojawapo ya maeneo ya mwisho ya ulinzi kabla ya Shevchenko. Hili linaweza kufungua mlango wa Urusi kuingia maeneo ya ndani zaidi ya Donetsk na pengine kuathiri mpangilio mzima wa ulinzi wa Ukraine katika ukanda huo. Kwa sasa, Shevchenko inakabiliwa na tishio kubwa la kuzingirwa au kushambuliwa moja kwa moja, huku Urusi ikiendelea kutumia mkakati wa kusonga hatua kwa hatua kwa kutumia vikosi vilivyoimarishwa, vifaa vizito na ujasusi wa hali ya juu.